Hello. Yes, mambo vipi mtazamaji? Karibu tena katika channel yako pendwa Electronics Repair Class TZ. Leo tuko na kipindi kingine cha matengenezo ya kompyuta laptop kampuni ya Dell. Kompyuta hii imenifikia mezani hapa ikiwa na changamoto ya kutowaka kabisa. Kama unaweza kuona ukijaribu kupress button, unaweza kuona haionyeshi dalili yote ya kuwaka. Button unaweza kuangalia mwanga wake hakuna. Wazo la haraka haraka mtu tafikiria kwamba maybe itakuwa labda imeishiwa chaji. Nikasema nipate adapter kutoka kwa mteja na adapter ikanifikia, ambapo adapter yake hii hapa ni ya Dell pia original adapter. Nikasema labda nichukulie vipimo kiasi fulani ili kuhakiki kwanza masuala ya umeme wapo, kama adapter itakuwa ina vipimo tofauti tujue kipi kingine kizuri cha kufanya. Sasa voltage ni kipima adapter. Kwa kawaida charger ya kompyuta yote ile inatakiwa itoe volt 19.5, lakini hii ina volt 19.7, sio kosa. Point ni chache sana ambazo zimeweza kuongezeka, kwa hiyo sio tatizo. Middle pin, yani pin ya katikati, huwezi kuona. Middle pin, pin ya katikati, hii pin ambayo iko humu ndani katikati, kijaribu kuipima nao pia inaonyesha ina volt 0.25, sio kosa. Kwa kawaida volt za upande wa charger ya Dell ama kompyuta ya Dell ni sahihi. Ingekuwa ni HP inatakiwa ipate voltage humu ndani zipate hata 18 walau 18, sometimes inachezea kwenye 19. Lakini kwa nje ama katikati kwa chanya inatakiwa ipatikane 19.5 kwa kompyuta nyingi sana. Lakini Lenovo kawaida kompyuta ya Lenovo huwa inatumia volt 20. Sasa baada ya vipimo hivyo nikasema adapter iko vizuri, kwa hiyo ni swala la kuichomeka. Inatumia round pin ambayo ni kubwa hii, sawa? Kwa ni ya kuchomeka hapa. Basi nikiconnect hapa inatakiwa tupate mwanga kidogo hapa kwenye aka kataa hapa ambako kako kama kataa ka battery fulani hivi. Aka kataa. Lakini hata nikijaribu kuziba nafikiri unaweza kuona hakuna mwanga. Tukijaribu kuwasha still bado nothing happen. So inamaanisha kwamba hii kompyuta tayari ina tatizo. Okay, kitu ambacho natakiwa nikifanye ni kutumia power supply. Power supply ni muhimu katika engo zote. Sasa power supply kama kawaida inakaa kwenye engo ya juu huku. Unaweza kuiona hapo tayari nimesha select voltage 19.4 ama 5. Ngoja tuzipange vizuri. 19.5. Current tujaribu kuona tuna amps kiwango gani. Upande wa current kule mpaka sasa tuna current kiwango cha 2.86, sio mbaya. Hii inatosha kabisa. So natakiwa sasa nitumie adapter, inabidi nitumie wire ambao ndio huu pia ambao uliounganishwa. Huu wire pia nao umeunganishwa kwenye nini? Kwenye power supply, ambapo unakuja na hivi vidude hapa vya kuchomeka kama type C. Hivi vitipsi vidogo vidogo hivi vipande ndivyo ambavyo vinanisaidia kuunganisha kompyuta yoyote ile. Kwa hiyo kila kimoja kinakuwa kina njia ya type C. Kunachomeka hapa then power supply inakuwa imeungana vizuri kabisa na nini? Na mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo tatumia hivyo connector kwa ajili ya kutestia laptop hii kuona ina current kiwango gani ama ina react vipi juu ya masuala mazima ya nini? Ya uchukuaji, masuala mazima ya uchukuaji wa umeme. Sasa unaweza kuona nikichomeka hapa, sawa? Nikichomeka tayari current unaweza kuona zinaonekana kama zinachukuliwa current ambazo ni 17-16 sometime milliamps. Sasa hizi kiwango cha amps kama hicho ambacho kimetulia hakichezi, unaweza kusema labda ni voltage ambazo zinaweza kwa ajili ya kuanza kuchaji battery, lakini kibaya ni kwamba ukiangalia taa huku hauwezi kuona mwanga. Haka kadogo hapa ambapo kuna kialama cha battery huwezi kuona mwanga, na ukijaribu kupress button zile kule hizo current pale ya 16 hazibadiliki kabisa. Kama unaweza kuona inaonekana ni 16 tu, lakini haibadiliki hata nikipress. Kwa kawaida ukibonyeza, kama kompyuta iko vizuri, itaanza current kushake na kuonesha dalili ya kwamba kompyuta imeweza kupokea mawasiliano. Sasa tunataka kwenda kuona ni nini kinachosababisha mawasiliano haya yasitokee. Kompyuta ilikuwaje? Mteja anasema ilizima tu ghafla, alikuwa anaitumia vizuri tu ghafla chap ikazima. Sasa kama imezima ghafla hatufahamu imepigwa short ama imekuaje. Ilikuwa kwenye charge ni nini hatufahamu. Maelezo ya mwisho yalishia hapo. Kwa sasa mimi nitaifungua
kuona kwamba kinachoendelea huku ndani ni nini, ili niweze kuona namna ya kupambana nayo. Matatizo kama haya yako mengi. Kiufupi ni kwamba nimekuwa nikishindwa kufanya hizi kazi kulingana na vifaa havijakamilika, kwa sababu kompyuta kama hizi zinahitaji vifaa vingi sana. Kuna kifaa kinaitwa thermocamera, nitakuwekea picha hapo pembeni utaiona. Hiyo ndio thermocamera. Sasa thermocamera huwa inasaidia kwa ajili ya kuona joto lile ambalo huwezi kuliona kwa macho ama hata kwa kusense kwa mkono. So sasa hicho kifaa nimekiagiza, nasubiri kifike. Ndio maana kazi nyingi sana nafanya offline, kwa sababu inanichukua time sana kumaliza kazi moja, kwa sababu natumia thermocamera. Umeona? Sorry, kwa sababu situmii thermocamera. Ingekuwa kama natumia thermocamera ingekuwa rahisi zaidi. Nilishaelekeza jinsi ya kufungua kompyuta, so sidhani kama hivi vitu ni vitu vya kurudia tena. Kama utahitaji marudio, basi unaweza ukapita kwenye video ambayo tayari nimeshaiposti ya jinsi ya kufungua kompyuta, na vitu vingine nilishavielezea hapa. So hatua ya kwanza kabisa katika marekebisho haya, itabidi nianze na vipimo vya kutaka kuhakiki kwamba je, mzunguko wa umeme ulioko hapa ukoje kutokea hapa kwenye njia yake ya kuchajia ama kwenye poti ya power kwenda kuangalia je, mzunguko wa umeme unaendaje. Vipimo vinaendaje? Hii ni Electronics Repair Class TZ. Kama hauja subscribe, basi gusa alama subscribe hapo ili uweze kuwa unapata updates kila tunapoziweka hewani. Lakini pia tunaendelea kuja mdogo mdogo. Kwa leo tu nilikuwepo na program ya matengenezo ya photocopy machine. Sasa of course nimemaliza kazi hiyo, lakini nimeshindwa namna ya kuweza kuitengenezea video yake, kwa sababu ilihitaji kazi ya muda mrefu. Kama kazi imeanza saa 4 nimekuja kumaliza saa 8, ni kazi ya muda mrefu, so nimeshindwa namna ya kuifanyia video. So kwa wale ambao ni wapenzi wa matengenezo ya photocopy machine, I'm sorry, tutaelekezana katika vipindi vingine ambavyo vitakuwa walau vinaruhusu. Naweza kukuonesha hii ni photocopy machine ambayo nilikuwepo na deal nayo, hii hapa. So tutajaribu kuona namna ambavyo zoezi zima la jinsi ya kufanya video litakamilika. Yenyewe kiufupi haihitaji vifaa vingi sana vya matengenezo zaidi ya spare, isipokuwa ni namna ya kuiandaa video ili kuweza kukuonesha, lakini tutaelekezana. By the way, kama una tatizo la photocopy machine unaweza kanicheki kwa namba zangu ambazo ziko kwenye bio hapo, itakuwa rahisi zaidi, tutaweza kuwasiliana na kubadilishana mawazo. Sasa tujaribu kuona, unaona kama ina freaking hivi inacheza kwa sababu ya muingiliano wakati ya kamera, mwanga na utumia, ndio maana inafanya freaking ya hivyo. So don't worry about it. Yenyewe kama yenyewe haifanyi hivyo. Sawa, sasa hapa tuko kwenye upande wa voltage, kupima kiwango cha voltage. Kompyuta namna inavyoonekana ndani, inaonekana iko vizuri kabisa, iko safi, haina ionyeshi no, hii ina tatizo. Okay. Yeah. Ina tatizo, inaonekana kama ina ukungu fulani hivi, kama kutu hivi, kama iliingia kwenye maji. Yeah. Hii ni liquid damage. Hii kazi inaweza ikawa nzito kidogo, inaweza ikawa nzito kulingana na namna ambavyo inaonekana. Labda nijaribu kuunga microscope kukuonesha. Microscope on. Sasa unaweza kaona jinsi liquid damage ilivyoweza kuifanya hii kompyuta. Kama unaweza kuona hapa, unaweza kaona kwa ukaribu haya maeneo yanaonekana tayari yana ukungu fulani hivi wa kama ni maji hivi, kimiminika maji, naona ndio kiliweza kuidamage kompyuta. Sasa kwa dalili hii moja kwa moja inaashiria kwamba ni kazi ambayo ni nzito kiasi, kwa sababu ukiangalia hapa kwenye hii IC na hii hapa inaonekana kama zina liquid damage hapo. Sasa katika mazingira haya hii kazi inaweza kuwa nzito zaidi, lakini kikubwa cha msingi ni kufuatilia main power rail, ambayo ni main power rail inamaanisha kwamba ni njia ya mfumo wa umeme jinsi unavyotembea. Njia ya mfumo wa umeme jinsi unavyoweza kutembea kutokea hapa kwenye system charger ama kwenye poti ya kuchajia mpaka kuelekea kwenye maeneo mengine ya circuit. Unawezaje kupima hivyo? Cha kwanza lazima ufahamu configuration. Configuration yake ni kwamba inaanzia hapa kwenye power control, connector, then inaingia kwenye IC mbili. Sasa main power rail unaweza ukaipatia kwenye capacitor, ambayo hiyo capacitor tunaanzia kwenye coil. Kila unapoona sehemu yote ile ambayo kuna coil, hizi coil kubwa kubwa hizi, hiyo tunaita ni power supply. Hizi coil zote hizi unazoziona tunaita ni power supply.
Power supply kivipi? Ni kwa sababu inatengeneza umeme ambao unaenda kugawanyika kwenda kutumika sehemu zingine. Kwa hiyo power supply inaweza kupokea voti 19.5 ikazigawa mpaka zikatoka voti moja peke yake. Hii ni power supply. So kitu ambacho unaweza kukifanya ni kwamba utapima kwa kutumia continuity beep ama alama ya kengele. Ya sidhani kama kengele tutaweza kuisikia, lakini utazingatia hichi kitaa hapa. Hii kitaa ukiona kimewaka basi ujue imeweza kugonga alama ya kengele, lakini pia unaweza kuona kupitia current pale jinsi inavyoweza kusoma pale. Inaonyesha ohms 1 ama something. Sasa tupime kwamba tuna hii coil hapa, tuna IC hapa na tuna input voltage ambayo ni hizi capacitor zinakuwaga mbili mbili. Tukijaribu kupima hapa tunaona huku kuna continuity beep lakini inaonekana ndo ground ambao ground unaipata sehemu yote ile ambayo kuna chuma, sehemu yote ile ambayo ina wazi tundu la nati, hapo ground unaipata. Kwa hiyo upande huu inaweza kuwa ni ground, lakini upande huu ni chanya ambayo chanya ya upande huu haibipu kabisa. So it means main power inaweza kuwa iko sawa. Tukijaribu kupima upande mwingine tena main power iko sawa. Tukijaribu kuja huku tukapima main power iko sawa. So it means umeme kuingia kutokea hapa kwenye main power yani sehemu zote, kwamba mgawanyiko ule wa umeme jinsi unavyogawanywa kutokea hapa kwenda kwenye sehemu zingine ambako ni power supply zilipo 19.5 zinaweza zikafika vizuri tu bila shida, isipokuwa tunatakiwa tujue kwa nini inapata kizuizi cha kuwaka kabisa kama inaweza kuruhusu umeme ukafika sehemu zote. Tujaribu kucheki voltage kwenye battery. Okay, battery voltage mpaka hapa hii ni nini? Hii ni ground. Unaweza kuona imeonyesha 00. Hii ni ground, chanya inakuwa huko. Chanya bado nayo ina 0.2. Yaani hapa hakuna voltage hata kidogo. So kitu ambacho tunaweza tukajaribu kukifanya hapa ni kupima kama power supply zote ziko salama, kwamba power supply hizi zote vikoili hivi, kama niweza kueleza kwamba hizi ni power supply za kompyuta ambazo zinapokea kiwango fulani cha umeme na kusambaza, kuugawa umeme kwa mdogo mdogo ili uweze kufiti kwenye maeneo mengine ambayo yanahitaji umeme mdogo. Sasa tunajaribu kuhakiki kwamba je, hizi power supply pamoja na kwamba main power rail au njia sahihi ya kupitisha umeme kuelekea kwenye power supply hizo inaonekana haina shida. Je, power supply zenyewe kama zenyewe zina matatizo ama ziko salama? Before kuendelea kwamba labda tusafishe kwanza au corrosion ambayo yanaonekana hapa kama kutu na nini, tuachane nayo kwanza, tuhakiki kwanza power supply, mfumo wa umeme kwanza, ili tuweze kujua kwamba zile current ambazo tumeziona 0.16 zinachukuliwa, je, zinachukuliwa na kitu gani? Ni power supply ama ni kwa sababu ya hizi kutu hapa? Kama power supply zote tunakuta ziko salama, basi tunaamini kompyuta inaweza ikawaka baada ya kuisafisha hapa. Kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba unapopima power supply inaweza kabipu lakini ikawa inaonesha current kiwango fulani. Maybe kapiga continuity lakini current ikawa inaonesha asilimia something, ohms something, kwamba maybe ohms 5, ohms 6, kutegemeana na eneo ambalo unapima inakuwa iko sahihi. Lakini kama inakuja inagonga alarm inapiga 0/0, yani 0 kwa 0 ama 0.1 0.2, ikianza na 0 isianze na 1, hapo kuna shida, kutegemeana na eneo fulani. Sasa kuna mwingine anaweza kawa anapima capacitor ambazo ziko karibu na processor. Sasa capacitor hizo ambazo zote zilizoko karibu na processor lazima zitapiga alarm. Sasa ukipima hivyo utaona inapiga alarm, mwisho utasema hii capacitor ni mbovu na iondoe, unaweka nyingine, lakini utaishia kila ukiweka unaona ni mbovu, mwisho wa siku kazi inakushinda. Sasa lazima ufahamu kwamba unapopima voltage ama unapopima continuity beep ya capacitor yote ya power supply yote ile kwenye kompyuta, kama niliweza kueleza power supply ndio hizi, maana yake lazima ufahamu power supply hiyo inakuwa na ohms ngapi, ama power supply hiyo kama itakuwa chini ya ohms 1, hiyo ina shida kulingana na eneo fulani. Maana ya kusema kulingana na eneo fulani, kuna baadhi ya maeneo kama power supply ambayo ina control umeme wa 19 voltage na kuzipeleka maeneo mengine, inatakiwa ibaki na maybe no beeping, yani si beep kabisa na isiwe na ohms yote, iwe ni open line, kama ambapo unaweza kuona open line, iwe ni open line. Lakini kama inaweza ka beep kwa maybe 1 point something, inaonekana nao pia hiyo power supply itakuwa na shida. Sawa. Lakini kwa power supply ambazo ziko karibu na processor, kwa kawaida processor inapokea kiwango cha voltage 1, maybe 1.5 ama 1 peke yake, ama 0.8 sometime voltage. Hizo ni voltage 0.8 ama 1.5. Sasa haitaki kuzidi hapo. Hii ni nini? Ni processor. Kwa kuwa inalisha umeme na maeneo mengi sana, kwa hiyo sio tatizo. Sasa kama yenyewe coil yake inaweza kapima hata ohms 0, maybe 1.2, sio tatizo. Ikipima ohms maybe
1.5 sio tatizo. Ikipima ohms maybe 57 sio tatizo kwa upande huu, lakini kwa upande wa maeneo ambayo ni ya input, umeme unapoanzia kuingilia hizi power supply, ikatokea power supply inaoingiza umeme hapo inakuwa na ohms ndogo sana, hilo ni tatizo. Sasa swali linakuja hivi, unaifahamu vipi kama hii ni power supply ya upande wa uingizaji wa umeme, na unafahamu vipi kwamba hii power supply ni ya upande wa processor? Ni kwamba kila power supply inakuwa imeelekea upande ule ambao ni wa kitu ambacho inaenda kulisha. Kwa mfano tukiangalia hizi coil zote hizi ambazo tunaziona ambazo zimeelekea kama upande huu wa nini wa processor, hizi zinailisha processor. Ukija tena upande huu zimeelekea kama upande wa kulisha processor, zinailisha processor. Lakini kuna moja hii imejitenga huku, hii inakuja kwenye mfumo wa kuchaji betri. Hii ni betri, nafikiri mnafahamu, nilishaeleza video ya betri. Kama hujafuatilia basi ingia ufuatilie betri ikoje. Kwa hiyo hii inakaa upande wa nini wa charging. Kwa hiyo ni power supply ya kuchaji betri. Lakini power supply ya kuingiza ya kupokea umeme na kuruhusu uende sehemu zingine, maana yake iko upande wa pili wa nini wa circuit. So it means tunataka kwanza tufahamu status ya hizi power supply, baada ya hapo ndo tutaingia upande wa pili status yake imekaaje. Tuanze vipimo. Continuity beep inaonyesha kama itafika 0.2 ama 1 ni tatizo. Tuanze ground. Ground iko sehemu yote ile, siwezi kurudia tena zaidi ya hivyo. Okay, tukijaribu kupima kwanza kwenye power supply hii ya upande wa battery au ya kuchaji battery, inaonekana power supply hii iko vizuri kabisa, haionyeshi dalili ya shida. Haionyeshi dalili ya shida. Haya, tukija kwenye power supply ya upande huu, inaonyesha pia nao haina shida. Sawa? Haionyeshi ohms yoyote ile, inasema ni open line, kwa pako huru kabisa. Kama inagonga sifuri maybe, kama hapa nikija kwenye chuma hivi kagonga hivi sifuri, ina tatizo. Tukija kwenye hii power supply hapa, inaonyesha napima ohms 1.1. Hii sio tatizo kwa sababu imeelekea upande wa nini wa processor. So it means inailisha GPU, kwa sababu hapa kwenye processor hii kuna processor yenyewe na GPU. Umeona? Lakini zote ziko kwenye kitu kimoja. Maybe kuna GPU, kuna graphic humu, lakini graphic processor, GPU pamoja na nini na processor yenyewe. Nafikiri hivyo tutakujaga kuvieleza mbele zaidi. Kwanza tufahamu namna ya kufuatilia umeme jinsi ulivyo. Sasa tukipima hii processor tunaona tukipima hii power supply tunaona ina ohms 1, sio tatizo kulingana na maeneo iliyopo karibu na vitu vilivyopo. Tukipima hii power supply pia inaonyesha ohms 6, sometime 5.96, sio tatizo. Hii hapa inaonyesha ohms inaonyesha kilo ohms 178 kilo ohms, sio tatizo. Kwa nini? Ni upande wa nini wa RAM. Hii inacheza na mfumo wa RAM, kwa ni processor ni power supply ambayo inailisha RAM voltage, kwa sababu imekaa pia upande wa nini wa RAM. Tukiondoa RAM unaona current zinapanda zaidi, lakini tukija tukaweka RAM unaona current zinakuwa ziko chini. So it means tunaelewa kwamba hii inakuja kuilisha nini RAM. Kwa RAM inakula voltage kutoka hapa. Okay, cha kwanza hizo tumefahamu. Hizi zote manake status zake tumeweza kuzifahamu kwa kuwa zinaonyesha zina beep, lakini sio tatizo. Ohms inasoma kiwango ambacho kinaridhisha kulingana na maeneo iliyopo. Tukija kwenye hii hapa, hii inasemaje? Inasoma ohms 7.2, lakini huku pia kuna moja ambayo nimeona kama ina ohms hizo. Hii ina 5. Okay. Hii ina 7.2 ama 1, sio tatizo kulingana na maeneo iliyopo, inalisha hayo maeneo. Tukija kwenye hii inaonyesha ohms 14, sio tatizo. Sawa. Tatizo ni pale ambapo itagonga 000. Okay, kwa hiyo na hii nao pia inaonekana sio tatizo. Hizo ni power supply tunazozipima kwamba hii power supply inapokea kiwango fulani cha voltage, maybe 19 point something, inagawa. Sasa katika hilo ndio maana tunahakiki, je, hizi power supply ziko salama? Manake ziko salama, na power supply yote ile kama unaweza kuona hapa kuna MOSFETs hizi. Hizi MOSFET hizi huwa ndo zinazokamilisha mfumo mzima wa power supply. Kwa hiyo MOSFET, coil afu capacitor. Hizi capacitor zinajenga power supply iliyokamilika. Kwa hiyo capacitor, MOSFET, coil. Capacitor ambao hii ni IC ambayo imebeba MOSFETs mbili na vitu vingine ambavyo vinaweza kugawanya umeme, coil hivyo. Kwa hiyo tunakuja kwenye power supply nyingine ambayo hii nayo inasoma nayo na ohms hii na 0.4. Why? Okay, hapa kwenye ground 0.1,
hii inasoma 0.4. Hili ni tatizo. Yeah. Hili ni tatizo. Kuwepo na 0.4. Kibaya zaidi kinachonishtua ni maeneo iliyopo. Hii ni kama inalisha upande wa nini wa processor. Sasa kama inalisha upande wa processor na ina 0.4, very dangerous. Yawezekana tusifanikiwe ama tukafanikiwa, kulingana na namna ambavyo tunaendelea kufuatilia matatizo. Kwa hali kama hii, unawezaje kulitibu tatizo sasa? Je, ni kung'oa hii coil? Tuweke coil nyingine kwa sababu hii inaonekana kuwa na short? No. Jibu ni hapana. Jibu ni no. Kwa nini? Kwa sababu hii coil, kumbuka, inakamilisha mfumo wa power supply. So kuna capacitors ziko hapa na kuna MOSFETs ziko hapa. Kama MOSFETs ziko hapa na capacitors pamoja na coil, yamkini kwamba namna ambavyo hii ni output, sawa? Sehemu yote ile ilipo coil ni output. Input inaanzia huku kwenye capacitors, ndio input. Hii ni output. Hakuwezi kutokea kwamba coil ikawa ndio input. No, ni output. So it means tunapima hizi hizi coil kama power supply, tukimaanisha output ikoje. Kama input itakuwa iko sawa, ndio maana main power rail ama kiingiza umeme na kusambaza maeneo yote kitakuwa kiko salama. So kama kiko salama, output zake zikoje? Ndio hivyo sasa, kwamba hizi coil zote kama power supply ni output. So input tumepima, uingizaji wa umeme uko salama, lakini output tumekuja kugundua moja kati ya power supply zilizoko hapa, output haifanyi vizuri. Sasa tufanye kitu gani? Kwanza tusafishe haya macollagen ambayo yako hapa. Baada ya kusafisha hizi collagen ambazo ziko hapa, tupime tena hii, tuone je, bado itaendelea na mfumo ule ule wa kubipu. Kama itaendelea kubipu, basi natakiwa tuinject umeme hapa, tuone upande wa power supply itaonesha hii power supply ambayo iko huku. Upande wa power supply ya DC power supply ya kuingizia umeme itaonesha current kiwango gani, ambayo hiyo current inaliwa na power supply iliyoko kwenye kompyuta hii. Hicho ndo kitu ambacho niko nakimaanisha. So it means nachotaka ukifanya kwamba nisafishe kwanza, nipime. Kama itakuwa haibipu tena, tutatesti. Kama itakuwa ina bipu zaidi tena, maana output yake ina shida, input ina shida, output ina shida. So it means tutatakiwa kuinject umeme hapa, tuone kati ya vitu ambavyo vinazunguka hii power supply ni kipi ambacho kinachemka. Hapo ndio uhitaji wa thermocamera unakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu hapa hutoweza kuinject umeme wa volti maybe 10, 5, no. Lazima utainject umeme wa maybe 0.9 ama 1 voltage. Ndio voltage ambayo unaweza kuzinject maeneo ambayo ni hatarishi. Kama ingekuwa ni maeneo ambayo ni ya upande wa kuingizia umeme ambao unaingia 19 zote, naweza kuinject 19 zote bila shida. Lakini maeneo haya ukiinject 19, power supply inaweza kabust hadi ikakuondoa macho. Be careful. Na kutisha. Okay. Yeah. Nimejikuta niko serious kwa sababu eneo ambalo ndio tatizo naliona ni very dangerous. Yani eneo ambalo linanihitaji na thermocamera kama ambavyo naweza kusema. Lakini tutatest, tutaona, maybe we will see how we can fix this problem. By the way, ni kwamba tuta inject umeme kiwango fulani hapa kwenye hii coil na tutaona current zinazochukuliwa na tutajaribu kutesti kwa mkono kuona sehemu ambayo tunaishtukia. Tutaweka Falcon ambayo ndio hii. Oh my god, hii sio Falcon. Hii ni loss in flux. Okay, tutaweka loss in flux. Akili imenipeleka kwenye Falcon kwa sababu natakiwa nisafishe hapa, so akili inaniambia kwamba nitumie Falcon. Unajua kichwa cha fundi inabidi kiwe na mambo mengi yanayohusiana na ufundi ili kuweza kutatua matatizo. Kwa hiyo najikuta wakati naeleza vitu vingine, akili nafikiria the way I can solve this problem. Sawa. Kwa hiyo nitatumia loss in flux kwa ajili ya kuweka eneo lile ambalo ninalishtukia kama linachemka, then nitapata majibu kama nitaweza kulisolve tatizo hilo. But first of all, we have to start by cleaning this area with Falcon. Tutatumia Falcon kwa ajili ya kuclean haya maeneo. Hii ni mafuta maalum, liquid maalum kwa ajili ya kusafishia. Haina kimiminika maji, so we don't have any problem on this. Sawa. Battery disconnected, RAM, memory. Lakini sija test kitu kimoja. Why nisingejaribu kuondoa RAM kwanza
na ni test tena power supply ile. Yeah, continue to be pull power supply. Still bado inafanya vile vile. Yeah. Okay, tusafishe ili eneo ambalo linaonekana kuwa na kimiminika ama kutukutu. Yeah, tukijaribu kuangalia eneo lenyewe ni hili hapa, okay? Yeah, Falcon vizuri kabisa kwa kujiamini. Yeah, kwa kujiamini kwa sababu hakuna namna yoyote ile Falcon inaweza kutengeneza shida. Eneo hili tu ambalo linaonekana kuwa na shida ndo nasafisha. Hakuna maeneo mengine tutakayoenda zaidi kusafisha, kwa sababu ile eneo ndio ambalo linaonekana kuwa na kimiminika maji, lakini sifahamu, yawezekana tunasafisha hapa, kumbe kwa chini yake huku pia nako kuna kutu zaidi. By the way, ngoja nisafishe kwanza, ni testi. Lakini pia nitatakiwa kupima umeme, lakini ni hatari sana kwamba unaingiza umeme alafu ulishaona kwamba kuna power supply ambao tayari ina shida. Ni hatari sana kuingiza umeme na ulishaona kwamba kuna power supply ambao inaweza kuwa na tatizo. Hapo nikaushe kwanza na kwa kutumia blower. Kausha maeneo yote kwa kutumia blower. Yeah. Vizuri kabisa. Sasa tupime tena power supply. Yeah, continuity beep bado iko pale pale. Tukijaribu kupima power supply hapa. Jaribu kupima power supply. Okay. Bado power supply still bado inafanya vile vile. The same thing. Okay. Ngoja tuone main power kama inaingiza umeme. Hilo ni swala la msingi kwa kuwa ni output na zile current inaonekana zinachukuliwa na hiki kitu hapa. Kwa kinachokula hizo current ndio tutakatokea kukiona. Nafikiri unaweza kuona current inject tayari umeme kwa kutumia power supply, unaweza kuona current zinazochukuliwa pale, inachukua milliamps 16. So tunataka tuone voltage zinazopatikana kutokea kwenye system charger hapa. Tukicheki voltage hapa, unaweza kuona tukicheki voltage ni ground chanya. Yeah. 19.4 zinafika 0.41, ziko vizuri, hazina tatizo kabisa. Yeah, jaribu tena. Yeah, hakuna tatizo, zinafika. Sasa main power rail tunaweza tukajaribu kuipatia kwanza hapa. Hapa ni ground, ni ground chanya, inafika. Unaweza kuona maana yake uingizaji wa umeme kwenye main power rail inafika. Tukicheki hii nayo, hii power supply ya huku nao pia inaingiza pia. Umeona? Kwa hiyo kumbe main power rail inafika. Kwamba kama power supply hii na hii zinaingiza umeme. What about this? Hii inaingiza umeme. Huko kote inasoma no, huko kote inasoma no. Pande zote za capacitors zinazozunguka hii zote zinasema hazina umeme. So hii haiingizi umeme. Tujaribu kwenye hii power supply hapa. Hii power supply input, hii ni ground, input inafika, okay? Hii power supply hapa ground, input inafika, okay? Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakisemea kuhusiana na power supply. Hii power supply hapa, hii inaingizia wapi? Okay, inaingizia kwenye hii. No. Hii ni output. Inaingizia hii power supply, inaingizia kwenye inaingizia kwenye coil hapa. Yeah. Unaweza kuona 19.4. Maana main power rail inafikisha umeme. Tucheki hii power supply ambayo iko huku upande wa kuchaji battery, because nimeona kwamba hata kama nimeconnect battery haionyeshi dalili yote ya kuchaji kulingana kwamba inachukua ohms fulani. So tukicheki power supply nao pia inapokea umeme. Kwa hiyo kumbe unaweza kuelewa kwamba jinsi ambavyo umeme unatembea, kwamba kama 19 tunazipata kutokea hapa zinasambazwa maeneo yote yale ambayo yana power supplies. Hizi power supplies zinapokea input na output yake ndio iko kwenye hizi coils. So it means coil yenyewe kama yenyewe ukiipima, hata kama power supply inaonyesha kwamba umeme upo kwenye power supply, so unaweza kuona umeme upo kwenye power supply, lakini coil hiyo output yake haionekani. Why? Ni kwa sababu kompyuta haijawaka mpaka iwake. Lakini huwa kuna voltage ambazo ni stable voltage na ni lazima ziwepo hata kama kompyuta hujaiwasha, hujajaribu kuiwasha, hujafanya chochote, lakini hizo voltage ni lazima ziwepo, ambayo ni voti 3.3, lakini pia ni voti 5.1 ama 5. Hizo ni lazima, ni stable voltage ambazo zinatakiwa ziwepo. Hizo tunazipatia wapi? Hizo zinajenga na power supply. Power supply unayozijenga inaweza ikawa hii
ama hii, katika hizi mbili moja inaweza ikawa inazijenga hizo voltage. How we can see this? Tunatakiwa tupime voltage kutokea kwenye nini? Kwenye hizi coils zenyewe. Nikipima hii coil hapa inasema no, hii inasemaje? Inasema no. Hii inasemaje? Inasema no. Hii inasema no. Hii inasema no. Hii inasema no. Hii inasema no. Okay? This no. Maana yake voti 3.3 ama 5.1 we don't have it. So tunajaribu kutaka kucheki how we can see this voltage again. Tunatakiwa kuziona tena kupitia kwenye IC ambayo inaitwa BIOS chip ama BIOS chip. Tutaendelea zaidi. Kadri ambavyo tutaendelea kufuatilia matatizo ya kompyuta, we will learn more. We can understand how BIOS chip working na kila kitu kinafanya kazi. So BIOS chip ni hii hapa. Sawa? Hii ndio BIOS chip ama IC ambayo inatunza program ya kompyuta. Nafikiri kwenye video iliyopita nilielezea zaidi kwa namna ambavyo inajitosheleza. Kwa hiyo unaweza kufuatia kwa video ambayo hujaitazama ya matengenezo ya kompyuta ama ya kufungua kompyuta ambayo tayari iko hewani. So tutacheki voltage kwenye hii BIOS kwenye mguu wa namba 8, ambapo namba 8 tunaanzia kwenye kidoti, tunahesabu kama mguu ulioko kwenye namba 1 ya nini kwenye dot hapa ni namba 1. Tucheki kwenye microscope iwe rahisi zaidi kuelewa. Ya BIOS chip. Okay, BIOS chip iko haya maeneo. Yes. Hii ndio BIOS chip, hii ndio BIOS chip. Sasa mguu ambao uko hapa kwenye kidoti hapa ni namba 1. Kwa namba 1, 2, okay? 1 2 3 4 5 6 7 8, namba 8. Mguu wa namba 8 unatakiwa upate voltage. Sawa, voti 3.3. Sometime kama zinakosekana hapo, tunatakiwa tupate voltage kwenye mguu namba 1 na namba 6. Yeah, namba 1 na namba 6. 1 2 3 4 5. Namba 5. Yeah, namba 5. Okay? Namba 5 na namba 1. Lazima voltage hapo tuzipate. Sasa tunaweza tukajaribu kupima. Nafikiri kule unaweza kuwa unaiona multimeter upande ule. Tujaribu kupima kwanza tukiwa kwenye microscope yenyewe. Tuanzie namba 8. Mguu wa namba 8 we don't have voltage. Mguu wa namba 4 hatuna voltage. Namba 1 hatuna voltage. Namba 5 we don't have voltage. So tunakosa kabisa voti 3.5. So voti 3.3 lakini voti 5.1 hatuzipati. Kama sasa zinakosekana hapa haya maeneo, it means IO chip inaweza kuwa na shida. IO chip ni hii IC hapa, ndio ambao tunaita IO chip, na sione kama inapata joto. Kibaya zaidi hata current zinazochukuliwa ziko chini sana, kiwango ambacho huwezi kubaini kama kuna joto inaweza kupatikana hapa. So it means voti 3.3 na voti 5 haziwezi kupatikana. Kwa hiyo kama hizo hazipatikani kabisa, bado tuna kipengele kizito sana cha kuhakikisha tunapambanua tatizo hilo. Yaani tunahakikisha tunalisolve hilo tatizo. Tumeweza kufuatilia power supply zote zinavyofanya na jinsi ambavyo tumegundua power supply moja ina shida. Sasa baada ya hapo tumekuja kugundua kwamba katika hii power supply ambayo ina shida imezuia hata voti 3.3 ama voti 1 ama voti voti 3.3 ama voti 5.1 zimeweza kuzuiliwa. Tutakachotakiwa kukifanya, tujaribu kuifungua circuit nzima, tuone kwa ndani huko kutakuwa kama hakuna shida ama kuna IC yote iliyoungua. Tujaribu kuchunguza kwa umakini. Sitaki kuingiza umeme hapa moja kwa moja, kwa sababu kwanza kama ilionyesha corrosion hapa ama ukutukutu fulani, ukungu, inamaanisha inawezekana kule chini kukawa ni zaidi. Kwa lazima kwanza nifungue kompyuta nzima, ni hakiki circuit kama kule nyuma haina kitu ambacho kimebust. Yeah. Kwa hiyo tutakuwa tunaenda kwa mfumo huo wa kufundishana mdogo mdogo, hatutaenda kwa haraka. Kwa hiyo kama kuna vitu vinaongeleka hapa huvielewi, comment iko wazi. Comment vile unavyoweza sana, uliza maswali utajibiwa. Niko faster sana katika kujibu maswali. Ya muda wote niko macho kwenye kujibu maswali. Hii ni SSD lakini imekaa katika mfumo wa HDD. Ndani haina CD. Ya, nafikiri itakuwa imeandikwa hapa no. Ya, imeandikwa hapa SSD. Ya. Imekaa mkao wake imekaa kama HDD lakini ni SSD. Ya, nafikiri hivyo vitu nivielezea. Yaani najaribu kukukomandi uweze kufuata marejeo
usirukie vitu, yani usijaribu kurukia. Ndio maana hata kwenye simu zenyewe namna ambavyo naelekeza, kuna watu huwa wanaomba tujaribu kufanya reboring, yani kuweka risasi nundu kwenye IC, lakini baadhi huwa wanawajibu kwamba no, we have to wait, tunatakiwa tusubiri kidogo, tutafikia hiyo hatua. Ukienda haraka haraka kufanya reboring, kwa wale watu ambao hawafahamu ama hawana hata vitendea kazi, utasababisha what? Nimesikia kama kuna mchemko. Kumbe kitu kinachochemka tunaweza tukakipata kwa haraka. Hebu ngoja niifungue. Nasikia kama mchemko uko kwa ndani hivi. Wow. Inaweza kuwa rahisi kuipata bila hata kutumia thermocamera ama kusubiri thermocamera. Thermocamera yenyewe ananiambia mpaka mwezi wa 7. Da. Yaani hapa inaisubiri, lakini nina kiholo kweli kweli. Na nina hamu sana kuipata ofisini hapa, lakini no way out, we have to wait. Pia kusubiri thermocamera. Lakini nimesikia kama mchemko hapa inanipa matumaini kwamba kama kamchemko kanasikika, basi hiyo inavutia. Inavutia kabisa. Kwa hiyo naweza kujikuta hii tatizo linakuwa ni rahisi zaidi. Kuna kamchemko kiasi fulani. Kwa hivyo nilikuwa naweza kukueleza kwamba wewe ambao unahitaji kufanya reboring, inabidi kwanza ufahamu matatizo mengi sana ya ya simu, jinsi ya kuyasolve. Matatizo madogo madogo ambayo yanaweza kukuletea hela. Unaweza kujikuta unapambana na makazi makubwa ambayo hata pesa yake yenyewe kuipata ni kwa shida, kabla hata kujua matatizo madogo madogo. Ndio maana huwa sina haraka sana ya kukimbilia vitu ambavyo ni vikubwa zaidi. By the way, nafanyaga reboring lakini mara chache sana, kulingana na kazi yenyewe, kwamba je, hii kazi inanipa shilingi ngapi, na huyu mteja ana hii simu yani la viwango gani vya kulipa pesa hiyo. Lakini pia licha ya hivyo, lazima kwanza ufahamu kwamba unapofanya reboring, sawa, unafanya reboring ya kitu gani? Sio kazi zote sio kwamba reboring kwamba unaweza kaamua tu kwamba ngoja tu nifanye reboring. No, huwezi kuamua tu kwamba ngoja nitoe IC niweke tena. How? Why? Lazima uwe na sababu ya msingi. Kwa nini unafanya hiyo reboring? Na ulitoa IC ukifuata vitu gani huko? Lazima uwe na sababu ya msingi, na lazima unaifahamu hiyo IC ni IC ya kazi gani. Hautakiwi kufanya reboring tu from nowhere. No. Jibu ni hapana. Jibu ni hapana. Okay. Circuit tumeweza kuipata, na nikijaribu kuichunguza kwa hapa nyuma, sioni sehemu yote ile ambayo inaonekana kuwa na liquid. Yaani kuna sehemu yote ile ambayo inaonekana kama inakimiminika. So it means liquid hiyo kimiminika kilishia tu kwa nyuma, lakini kwa mbele huku nothing kabisa. Hakuna chochote. Sasa ni inject umeme. Okay, yeah, current zinachukuliwa vile vile. Ni inject umeme. Maeneo ambayo nimesikia kama yanachemka ni maeneo ambayo yameelekea upande huu. My God. Kuna kitu kinachemka hapa. Kuna kitu kinachemka haya maeneo. Kinachemka kupita viwango. Haya maeneo haya. Kuna kitu kinachemka kupita viwango. Nafikiri tutumie sasa anyway, nataka kukueleza kwanza sababu ya kwa nini nahitaji kupata thermocamera. Ni kwamba nahitaji kupata thermocamera kwa changamoto kama hizi. Unagusa inakuunguza. So ukiungua yani unaweza kutoka kwenye concentration, unaweza kujikuta unatoka kwenye mood ya kazi. Sasa ili kuepukana na hivyo, thermocamera ni muhimu. Lakini pia kuna maeneo mengine ambayo ili uweze kuinject umeme lazima uwe very careful. Uwe makini sana, usijaribu kuinject tu imradi umeinject umeme, kuingiza umeme tu imradi umeingiza umeme. No, you have to be very careful. Okay? So kwa tatizo kama hili nimegundua kwamba inachemka sehemu, lakini for no reason. Yani ni ghafla tu wakati nafungua ili niingie upande wa nyuma, nimeshtukia tu naona sehemu inayochemka kiasi fulani. So it means kama kuna sehemu inayochemka kiasi fulani, hiyo tatizo linaonekana linaanzia huko. Why sijataka kuinject umeme moja kwa moja huku? Ni kwa hofu kwamba naweza nikainject umeme ambao ni zaidi ikaleta shida. So tunatakiwa kutumia nini? Tunatakiwa kutumia sasa hii sio Falcon. Kwa nini narudia Falcon? Hii sio Falcon. Hii inaitwa Losin Flux. Lakini shida imeandikwa Kichina, siwezi kusoma sehemu yote ile.
Lakini pia kuna rosin flux nyingine ambayo ni mfano wa hiyo, lakini yenyewe ni very quality, ni nzuri zaidi kwa ajili ya kuwekea IC unaporudishia IC ama kutoa, sometime inasaidia sana. Hii rosin flux ni nzuri sana, lakini yenyewe haifanyi kazi kama hii moja kwa moja. Inaweza kufanya hivyo, lakini by kwa njia nyingine tofauti. Hii ni rosin flux nzuri kabisa, unaweza kuiona jinsi ilivyoandikwa. Kwa hiyo ni nzuri, yeah, of course. Naweza kuona hapa ndo imeandikwa rosin, yeah, rosin flux. Okay, lakini pia na flux nyingine ambayo ndo hii nao pia ni flux. Sorry, niweze kupokea simu. Okay, sasa nazo flux nyingi. Kuna flux nyingine ya kimiminika, hii hapa nayo ni rosin flux. Of course inajaribu kuzikusanya zitakazoweza kunisaidia. Ukiona vifaa vingi ofisini vinakusaidia. Sasa tutumie hii rosin flux kwa ajili ya kuweka haya maeneo ukungu fulani. Inasaidia kuweka kaukungu fulani. Hako kaukungu ndio kwa ambako kanakusaidia wewe kutambua kwamba kuna mchemko sehemu gani, ni kitu gani ambacho kinachemka. Oh my god, simu zitaniua. Ngoja nipokee simu nyingine. Okay, sasa tunaweza tukatumia Falcon hii kwa ajili ya kusambaza haka kaukungu hapa, ili tuweze kuona namna ambavyo inachemka. Kaukungu wako unakachukuaje? Unakachukua kwa mfumo huu hapa. Maana kunagusa haka kama moshi moshi kanakotoka, ndo unakatapakaza maeneo ambayo wewe unayashtukia. Sio kuweka kwenye socket nzima. Socket hutoweza kuweka kwenye socket nzima, kwa sababu kazi yenyewe hata ya kuweka huu ukungu hapa ni kazi kubwa mno. Sio rahisi kuweka ukungu wa namna hii sehemu zote. Yeah. Kwa katika mfumo huu hapa, ukishamalizana na kuweka huu ukungu hapo, ya kama unaweza kuona huo ukungu, I don't think, nafikiri unaweza kuona. Sasa tuingia kwenye microscope ili iwe rahisi zaidi kuspot sehemu ambayo inaonekana kuwa na shida. Sehemu yenye ukungu, oh my god, mwanga umekuwa mkali zaidi, you cannot see it well. Nipunguze mwanga. I hope kwamba no. Mwanga ukipungua, you cannot see it well. What about this? No, still no. Okay. What can we do? Anyway, ngoja tu inject tu umeme hivyo hivyo. Maybe nirekebishe focus. No, focus na still inabaki vile vile. Okay. By the way, utajaribu kuona sehemu ambayo inachemka. Kitu ambacho kinachemka, hicho ndo ambacho tutakuwa tumekigundua kwamba wewe una tatizo. So na inject umeme, unaweza kuangalia upande mwingine ule wa kulia kwako, utaona vile naingiza umeme na sehemu ambayo naizungumzia. Sehemu naizungumzia ni hii hapa, hii yenye kiukungu hiki. Sasa hiki kiukungu ndo nataka tuone kinachochemka hapo ni kitu gani. Tutaweza kuona wote kwa pamoja. Umeme Oh my god. I think you have spotted something. Kuna chipu inapata shida. Kuna chipu inapata shida. I don't think that we can get this chip easily. Sidhani kama itakuwa rahisi kuipata hii IC. Naweza kuona nikichomeka tu umeme tayari inapata mchemko. Ndio maana naona imeweza kuwa nyeupe zaidi. Okay, nafikiri umeweza kuona hii IC hapa inachemka. So hapo sometime tunaweza kusema tumepata changamoto ambayo ni kubwa zaidi, kwa sababu hiyo chip nitajikuta ili niipate mpaka kuiagiza itanichukua time, kama ambavyo hiyo thermal camera inanichukua time. Okay, nijaribu kuiwekea tena ukungu. Sidhani kama ukungu utashika tena. Jaribu kuwekea tena rosin flux ili tuweze kuispoti tena. Kwa makini, haka kamoshi sio kazuri sana, kwa sababu kama kamoshi kanaweza kutengeneza ukungu wa namna hiyo. Sasa utakiwa kukasmoke, utakiwa kukavuta, kwa sababu kakiingia
kwenye mapafu yako pia kanaweza katengeneza ukungu. I don't know, but ni kujaribu kuweka tahadhari usije ukapata shida zaidi as engineer. Tukirudi kwenye microscope, ukungu uko hapo ni mkali sana, lakini hapa naona nimeweza kupata ka focus kidogo. Sasa nitakuja inject umeme, utaweza kuiona hiyo IC jinsi inavyochemka. Nikiinject umeme unaweza kuona IC inavyochemka faster. Wakati huo current zinazochukuliwa kwenye power supply, sikuonesha power supply, unaona ni current zile zile ya 16. Sasa ohms 16. Kwa hiyo hiyo IC inaonekana kuwa na shida, so I don't know how we can do. Naam. Naam, sasa umeweza kuhakiki kwamba the way ambavyo IC hii inapata mchemko. Sasa kama inapata mchemko wa kiwango hicho, jaribu kuicheki ni IC gani. By the way, inaonyesha kwamba ina shida kweli kweli, sio shida ya kawaida. Ni shida kweli kweli. Sasa na hii ni shida ambayo ilisababishwa na kimiminika maji, na kwa kuwa ilikuwa ni maeneo haya tayari, hiyo inamaanisha hiyo IC kwa vyovyote vile inabidi ipatikane. Sasa wazo la kujifikiria ni kwamba je, hii inapata mchemko huu ndio inaosababisha hii power supply huku kuwa na shida? Sasa tunafahamu vipi? Lazima tujaribu kuiondoa hapa ilipo ili tupate uhakika wa hii power supply huku. Je, inapata mawasiliano kutokea huku ama yenyewe pia ina shida zake pia? Kwa hiyo lazima tufahamu hicho kitu, kwa sababu shida ambayo iko huku inaweza kunipa pressure kubwa sana, kwa sababu nahisi kama kwenye processor ndio kuna shida zaidi. Kwa sababu kukiwa na shida zaidi kwenye processor, hilo ni tatizo kubwa. Kitu ambacho natakiwa nikifanye ni kuhakiki kwanza, je, hii processor ambayo imeweza kuonekana kuwa na shida hapa, je, ndio inayosababisha huku kunaonekana kuwa na shida ama huku kuna shida zake? Ndio natakiwa nifanye hicho kitu. Tujaribu kuiondoa hiyo IC ili kujihakikishia kwamba tatizo lililopo liko upande maybe wa nini wa hii IC peke yake, ama na huku kwenye processor kuna shida. Sasa kama huku kunaonekana kwenye hii IC nyingine hii ina shida, nita inject umeme baada ya kuwa nimeshaiondoa tayari hii, nitaona kama shida ni processor ama ni kitu kingine kinachochemka, nacho pia tutakiondoa. Tukikiondoa tutapata pia majibu mengine. So stay here. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Nataka tuiondoe sasa hiyo hilo tatizo ambalo tunaliona hapo. I mean hii IC. Yeah. IC hii tuweze kufocus kidogo. Yeah. IC hii tuiondoe. Tukisha iondoa tutapata majibu kwamba hiyo processor inafanya hivyo kwa sababu I mean hii power supply inafanya hivyo kwa sababu ya hii IC ama hapana. Yeah, tuweza tukajaribu kuiondoa. Kajoto kwa kawaida tu. Oh, you cannot see it well. Okay. Kajoto kwa kawaida tu ili kuweza kuiondoa. Na nafikiri hii IC ndio inaojenga 3.3 voltage. Yeah, IC tumeweza kuiondoa hii hapa. Yeah, vizuri kabisa. Okay, na ukaaji wake ni inakaa hivi. Okay. Tuiweke pembeni. Then tuje tupime sasa hii power supply kuona je, hii power supply huku ina shida gani? Yeah. Tuone ina shida gani. Kama bado inaendelea kubipu power supply hiyo, basi kumbe shida tulionayo haiishii hapa. Inatokea hata maeneo mengine. Kwa hiyo kuna sehemu nyingine tayari kuna shida. Nijaribu kucheki hii power supply. Oh my god. Power supply still bado ina shida. Okay, kile ambacho nilikuwa nakikataa sasa naona kinaendelea kuninyemelea. Anyway, lakini katika hatua za kujifunza, so tunaweza tuka inject umeme sasa ili tuone kunachukuliwa current kiwango gani, ambacho hizo current zinazochukuliwa tunawezaje kuspoti kitu fulani. Tunawezaje kuspoti kitu. Lakini pia mimi naamini hii ni kwa ajili ya wale ambao wanajifunza zaidi masuala ya matengenezo ya kompyuta, laptop ama vifaa vingine vya umeme, the way unavyoweza kupatilia matatizo. Okay. Haya ni mafuta ambao ni kwa ajili ya kusaidia kusaidia kupoza processor
Chukue kitambaa kitakachotumika kufuta. Hichi kinafaa. Okay, hii ndio processor yenyewe ikiwa imeungana na GPU humo, ikiwa imeungana na graphic humo, vyote kwa sehemu moja, kama unaona ziko mbili. Sasa tutachukua probes mbili za kutokea kwenye power supply. Unaweza ukacheki power supply kule ni kiunganisha, unaweza kuona current zinachukuliwa. Sasa tunataka kuona sehemu yenye shoti, baada ya kuinject tu umeme tayari itakuwa imepata shida, italeta current kule. Sasa kwanza tupunguze umeme, tupunguze voltage. Hizi ni nyingi sana, kwa maeneo hayo ni nyingi sana. So tutatumia voti moja peke yake, lakini pia current huku nizishushe kwanza, ili moja maybe 1 ni nzuri zaidi. Nizishushe kwanza huku nikiwa natumia voti moja peke yake, ili tuone nitakapo inject umeme hapo kitu gani ambacho kinaweza ikachemka. Kama kitapata mchemko mkali itapendeza, ila kama kitashindikana kupata mchemko mkali, hapo ndio kimbembe kitakapokuwa kimeanzia, kwa sababu sitofanikiwa ama sitoweza kuingiza umeme zaidi ya huo. Nitahofia sana, nitakuwa na hofu sana. Kwa hiyo I don't know how I can do this, lakini let's try like this. Nita inject umeme hapa, hiyo voti moja yangu. Ikiinject umeme nafikiri unaweza kuona inachukua almost 1.2 amps. Kitu gani kinachochemka kwa 1.2? No way. Oh my god, I feel like it's a processor. Nafikiri nahisi kama ni processor ndio inapata hizo current. By the way, ni kama processor hii ni wakati naondoa hii IC hapa ilipata joto. Hebu tujaribu kwanza kupoza kafeni kidogo. Kafeni kidogo kupoza kwanza, hapo nijaribu kutest tena, kwa sababu najaribu kufikiria kama ni processor. Kazi imeshindikana, hatuna vifaa vya kuondolea processor. Ni bora zaidi hiyo IC hapo, tunaweza tukafuatilia hata kwenye kompyuta zingine ama tukaiagiza. Ni bora zaidi kuliko kuungua kwenye nini, kwenye processor. Kuungua kwenye processor maana yake kazi imefail kabisa. Na naona hiyo IC hapo ndio inayotengeneza hizo, itakuwa ndio inayotengeneza hizo voltage ambazo nimeweza kukueleza hapo kwamba ni voltage 3.3 lakini pia voti 5. Itakuwa ni IC kwa sababu the way inavyoweza kuonekana ni kama vile ndio inayotengeneza hizo voltage. Sasa zikikosekana hizo voltage bado tatizo liko pale pale. Na sina uhakika kwa mchemko mkali kiwango hicho IC hiyo inaweza kuwa bado ni salama. I'm not sure. Sasa nafikiri kajoto haka kameweza kuonekana kama kamepoza kiasi fulani. Sasa tujaribu pia kuinject sasa umeme tena, afu ni hakiki kwamba ni kweli ni processor ama ni nini. Wakati huo naweza kuweka mkono hapa, inject umeme. No. Okay. Jaribu kupandisha current kidogo, current mwisho hapa. Okay. Inject umeme kwenye ile processor kwenye ile power supply inayochemka. Sorry, ambayo inaonekana kuwa na short. Ni kama what? Short ni kama imeondoka What? Ama imekuwaje? Oh my god. Ai. Kumbe ground imechomoka bwana. Nafikiri short imeondoka tu kizembe. Inaondokaje? Kompyuta zina mambo mengi. Sometimes bila kuwa na vifaa vya kutosha utafaint, yani unanyongonyea. Hizi kunyongonyea. Okay. Jaribu kuspoti kama ni processor, lakini processor isikiki kuchemka. Huku hapa sikiki kitu kingine chochote kuchemka. Japo current hizo ziko juu. Hakuna chochote kinachojaribu kuchemka. Yaani ndio tatizo la kutokuwa na thermocamera. Hapa kama thermocamera ingekuwepo very quickly, yaani tatizo ningeweza kulispoti faster. Sasa ukiinject more than 1 voltage can be a big problem. You cannot. Tatizo liko kwenye processor. I can feel something. Naweza kuspoti ka kitu fulani hivi
kamchemko fulani hivi kadogo sana, kambali kweli yani. Tatizo liko kwenye processor. Ama kuna kitu kingine huko kinachochemka? No. Kuna kitu kingine. Jaribu kusikiliza vizuri. Kwa nyuma huku. Nothing. Forward. Kwenye processor kunasikika kama kuna kamchemko fulani hivi kadogo sana. Kamchemko fulani hivi. Hebu nijaribu kuweka hiyo nani tena? Nijaribu kuweka loss in flux tena tuone kama kama ni processor itajulikana tu, you can see. Japo inachukua kamchemko kambali sana, Kumbuka voltage tulizoweza kuinject ni volt 1 only, volt moja peke yake. Na hapo utakuta ni volt moja maybe na 2 point kama tu ngapi tu hivi. Volt moja. Okay, tupime hizo volt moja zilizopo kwenye nani? Tupime voltage. Unaweza kuona volt 1.1, okay? 1.1. So maana yake sasa tuna uhakika kwamba kitakachochemka kina shida. Okay, kama niliweza kueleza kwamba chochote kile kitakachoonekana kwamba kinapata shida kwa voti moja kina tatizo moja kwa moja. Let's see. Tujaribu tena kufanya kile ambacho tulikifanya tena mwanzo, kuspot ile IC pale. Sasa hii processor inahitaji fungu mwingi. Okay. Ni kazi kweli kweli. Kutoweka utu tukungu ni kazi kidogo. Sometimes tunasumbuaga. Ndio maana ya kuwa na thermokamera. Haya mafuta yatakusaidia tu, lakini katika hali ambao ni ngumu. Thermokamera uhitaji kuhangaika, ni kumulika tu kama kamera ya kawaida na unakuwa umeweza kulispoti tatizo kwa haraka. Lakini haya mafuta haya utahangaika kupata sehemu kwanza, uishtukie ndio uprove kwanza sasa. Yaani kwanza uishtukie. Huwezi kuweka tu sehemu yote ya kompyuta. Sio rahisi. Kwa hiyo ushtukie kwanza hilo eneo, kisha lishtukia ndio uweke haya mafuta sasa. Au hii ukungu hapa. Kishaweka hivyo ndo utaweza kuspot kwamba eneo hili lina shida. Sawa, sasa baada ya hapo tu test sasa. Tuingia kwenye microscope ili iwe rahisi kuona. Kwenye microscope unaweza kuona ukungu ni ukungu kweli. Sasa na inject utatazama kwenye kamera ambayo iko upande huu, nafikiri always unaona. Nita inject tena ni ile voti moja, nita inject hapa, afu tutaangalia kwenye processor kama kuna mbadiliko wote. Kama itabadilika processor, we have a problem, a big problem. Tatizo hatutoliweza. Ila kama processor haitofanya chochote, maana yake tunafuatilia power supply zaidi. Ndio maana hofu yangu ikawa ni kubwa, kwa nini niweze kuinject umeme hapa? Hofu ni kubwa kwa sababu processor kama ina shida, tayari kazi imeshindikana. Nimeinject umeme. Okay, wait. No. Hii ni probes ya multimeter. Okay, probes ya power supply hapa. Nimeinject umeme, tunasubiri kwa muda kidogo kuona kama processor itachemka ama vipi. Kumbuka bado tuna voti moja pekee. Let's wait, kwa sababu haichemki kwa haraka. Inachukua kama muda kidogo kuchemka. Kwa hiyo tasikilizia kwa muda mfupi tuone kama kutakuwa na mabadiliko, kama myeyuko katakuwepo. So bila kuingizia mchemko wote ule, huo myeyuko hautotoka. Sasa kwa kuwa imeingiza umeme na current ziko zinacheza kiwango hicho, lazima utapata kama myeyuko fulani hivi same fulani. Kwa hiyo kwa muda ambao nitaweza kusikilizia, kama ambavyo niweza kusubiri, tutaona kwamba ni kweli itayeyuka au vipi. Niweza kusubiri kwa muda sana, ingekuwa ni thermokamera chap tu namulika tu naondoka, kazi imekwisha. Let's wait for a little bit. Let's wait a time. Okay. Kwa pembeni huku sidhani kama hata naweza kusikia chochote kwa sababu ni kamchemko ka chini sana. Na kwenye processor huwezi kuweka umeme zaidi ya voti moja. Ni kosa kubwa. Hao maelezo yote nimeweza kuyatoa mwanzoni kabisa.
Mpaka sasa tukijaribu kuangalia tuna kama lisali zima na madakika mbele. Unaweza kuangalia hapa tukijaribu kucheki kwenye OBS Studio, unaweza kuona hapa tayari tuna lisali zima na dakika 2. Tunapambana na kompyuta moja. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hili tatizo kweli ni zito. So tuendelee kuvumilia. Oh, sorry. Ingia kwenye microscope. Karibu. Okay, tunaweza kujaribu kuendelea kusubiri kwa muda mfupi, lakini still bado ule ukungu hauonekani kuyeyuka. Japo ni kama reflection imekuwa kubwa sana, kitu ambacho kinaweza kupelekea hata usiweze kuona. Jaribu kuzima kabisa. Still bado reflection ipo. Kwangu mimi naona tayari kama kaukungu kameanza kuyeyuka, lakini reflection iliyopo ni kubwa. Hebu nisogeze microscope karibu zaidi. Very closer. Yeah. Sasa vipi kama tukikataa? No, huwezi kuona. Oh my god. Reflection yake imekuwa kubwa zaidi kiwango ambacho you cannot see it. Ndio tuendelee kuzima hivyo. Mangu na reflect kwa asilimia kubwa. Taona ukungu tu zaidi ya yote. No. Let's be here. Nafikiri ikiwa kwa mbali inaweza kaonesha. Hapa kidogo unaweza kaona kaukungu ni kama kanaanza kuyeyuka. Kaukungu ni kama kanaanza kuyeyuka maeneo ya katikati hapa. Ukiangalia maeneo ya katikati ni kama kaukungu kanayeyuka. Sasa kulingana na mwanga nimeweza kuondoa ili kuona jinsi ukungu unavyoondoka. Nafikiri itakuwa ni very ni ngumu sana kuona. Yaani kamchemko kalikopo ni kadogo sana. Mchemko uliopo ni mdogo sana mpaka tunashinda. Maybe tujaribu kupanda mpaka voti 1.5. Tupande 1.5. Inaweza pengine ikasaidia. 1.5. 1.5 voltage. Inject tena. Jaribu kuona hapo imepanda current mpaka 2. Hapo inaweza kutusaidia. Sasa unaweza kuona kwenye upande wa graphic. Oh my god, why? Huwezi kuona. Hebu kwenye kamera kawaida. Ni kama ukungu sasa unaonekana, yani kunaonekana kama kuna kadoti fulani hivi haya maeneo haya maeneo kunaonekana kama kuna kadoti fulani hivi. Kadoti kanaashiria kwamba tayari hii ilishaondoka. Kastaili kama hiyo kompyuta hatuwezi kuitibu. Sasa kwa kuwa ilishaonesha dalili kwa namna ninavyoiona hatuwezi kuitibu. We can analyze the voltage. Paka voti maybe nafikiri uweza kuona sasa katika kitu ambako nakazungumzia. Hapo kwenye kakona hapo. Unaweza kuona hapo kwenye kona hapa tayari kunaonesha dalili ya shida. Kwa it means hii processor imeshaondoka. Why nimeongeza voltage? Ni kwa sababu ya kuprove zaidi, kwa sababu haya mafuta hayayeyuki kwa haraka mpaka yapate joto ambalo linaonekana kabisa. Hayayeyuki kwa haraka. Kwa sababu it means hii processor tayari imeshaondoka. Hatuwezi tena kutibu zaidi ya hapo. Hii kompyuta inakuwa tayari ishaondoka. Nikiraise voltage, nafikiri unaweza kuona tayari inaleta picha wazi kwamba tayari imeshafanyaje. Hapo nimeweka voti 2, maybe karibia 3. Inaonyesha wazi kwamba tayari processor hiyo imeshaondoka. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakielezea. Nimehangaika sana namna ya kukuonesha, lakini microscope inachukua very high reflection, so hatuna namna yoyote ile ya kufanya zaidi ya kusema tuna stop hapa, kazi inakuwa imefail. Hii ni Electronics Packers TZ. Nilifikiri kwamba ningeweza kuitibu hili tatizo kwa haraka zaidi na nikalifanikisha.
kwa sababu niliona kama inachukua kiwango fulani cha ohms, ikanifanya nihisi kama hii tatizo ningeweza kulitibu kwa haraka, lakini sasa imeenda jibu ni hapana, kulingana na kwamba shoti ilipata shoti ambayo ilienda kwenye processor. Na kama naweza kukueleza, kulingana na maeneo fulani, kuna namna ikipata shida unaweza kaogopa. Kiinject umeme sasa, unaweza kuonesha kabisa kwamba ina very high, ina shoti kabisa, yani inajionyesha wazi kwamba ni shoti ambayo iko wazi wazi. Yeah. Na sijui kinachochemka kitakuwa kiko wapi, maana yake kitakuwa kiko kinachemka kwa hali ya juu sana. Yeah, hata hii hayo chip inachemka hapa, chemki sana, lakini kuna kitu kitakuwa kiko kinachemka kwa hali ya juu ya haya maeneo. Yeah, kuna hii processor hapa inachemka tayari, ambayo hii processor imekaribiana na haya maeneo. Hizi coil pia zinachemka kwa hali ya juu sana. Capacitors pamoja na IC zilizoko hapa zinachemka. Kwa hiyo hili tatizo tayari tunaweza kuona kwamba hatuwezi kulitibu kwa namna yote ile. Asante kwa kuwa hapa. Hii ni Fearcast TZ. Nimeweza kukaa hapa kwa ndani ya lisali 1 na dakika 8 sasa. Naweza kuona lisali 1 na dakika 8 hapa, lakini bila mafanikio. No way. Ingekuwa kama tuna thermocamera, very simple, easy, tungeweza kuliangalia hata kwa dakika 2 tungekuwa tayari tushafahamu. Lakini by the way, nafikiri tutakuwa umejifunza kitu kikubwa sana, kwamba umeweza kufuatilia jinsi ambavyo umeme unatembea, shoti inapatikana maeneo gani, ikiwa ni shoti kubwa zaidi inaonekanaje. Nafikiri itakuwa imekuingia zaidi. Hii ni Fearcast TZ. Kama hujasubscribe basi gusa alama subscribe hapo, lakini pia kama like and subscribe, share, itapendeza zaidi. Fearcast TZ, we are for you. Thank you. Bye.